Bwana, leo tunakuletea video hii hapa kitofauti kidogo. Bwana, hizi ndo tabia 7 za watu wanaokaribia kwa matajiri au tabia za matajiri. Na ukiwa na hizi tabia basi ujue wewe siku sio nyingi unakuwa tajiri. Yaani lazima utakuwa tajiri siku sio nyingi. Bwana, tabia ya kwanza ni uwajibikaji. Matajiri walio wengi wanapenda sana kuwajibika. Yaani tajiri sio mtu ambaye anaweza kukaa sehemu akaanza kufikiria kupoteza muda. Tajiri ni mtu ambaye muda mwingi anafikiria kufanya kazi, kuwajibika. Ni mwepesi wa kuwajibika kwenye majukumu yake. So kwenye vitu vyake muhimu lazima awajibike. Hizo ndo tabia za tajiri. Yaani tajiri huwa hapotezi muda. Tajiri huwa hawi mtu fulani wa kutokufanya kile anachokiamini. Lazima awajibike kwenye kile anachokiamini. Lakini tabia nyingine, tabia ya pili ni tabia ya mipango ya muda mrefu. Matajiri walio wengi wanapenda kuwa na mipango ya muda mrefu. Matajiri walio wengi hawafikiri leo. Matajiri walio wengi wanafikiria kesho na siku nyingine. Yaani hafikiri leo, anafikiria siku za mbeleni. So ukiwa na tabia ya kufikiria mipango ya mbele, yaani ukiwa na tabia ya kufikiria zaidi kesho, ujue wewe una tabia ya utajiri. Lakini kitu cha tatu ni kuwekeza. Matajiri walio wengi wanapenda kuwekeza. Matajiri walio wengi wanapenda sana uwekezaji. So ukiwa na tabia ya kuwekeza kwenye baadhi ya vitu, kwenye baadhi ya michakato, basi ujue una tabia ya utajiri. So matajiri wengi wanapenda kuweka kwenye vitu vya muda mrefu. Yaani wanapenda sana kuwekeza kwenye vitu vya muda mrefu, vitu ambavyo vitaishi miaka mingi, vitu ambavyo vitakaa miaka mingi, vitu ambavyo vinaweza kuja kuwasaidia hata wajukuu zao. So maskini wana tabia ya kuwekeza kwenye vitu vya muda mfupi. Yaani kile anachokiwekeza kio kwa ajili yake tu, lakini haangalii kwa ajili ya watu wengine, labda familia yake, watoto wake au wajukuu zake. Wao hawaangalii. So matajiri wana tabia ya kuwekeza. So ukiona una tabia ya kuwekeza kwenye vitu fulani, aidha kwenye biashara fulani au kwenye kitu fulani chochote unachokiamini, basi hiyo ni tabia ya utajiri. So utafanikiwa sana. Lakini kitu cha 4, matajiri wanapenda sana kujifunza. Ukiwa na tabia ya kujifunza, kusoma vitabu, kufuatilia mambo mengi, kuhudhuria labda masemina, yaani kuna namna fulani unapenda sana kupata maarifa yanayohusu maisha ya moja kwa moja, basi hiyo ni tabia pia ya utajiri. Kwa sababu unavyoenda kujifunza, unavyojifunza unaongeza maarifa kichwani. Ukishaongeza maarifa kichwani itakuwa ni rahisi sana kufanikiwa kwa sababu vitu vingi unakuwa unavifahamu. So ukiwa na tabia ya kujifunza, tabia ya kufuatilia sana mambo, basi ni tabia ya utajiri. So kama hii tabia, basi unajipiga kifua kidogo, unajiamini kwamba wewe ni tajiri ujaye. So kwenye maisha hakikisha unajifunza, hakikisha unafuatilia sana maarifa ili uwe na tabia ya kujijengea maarifa na uweze kufanikiwa. Lakini tabia nyingine ni tabia ya kujenga connection. Matajiri wengi wanatafuta watu kwa ajili ya kutengeneza connection kwenye baadhi ya michakato ambayo wanaifanya. So ni wepesi wa kwenda sehemu tofauti kujifunza vitu tofauti, lakini ni wepesi wa kuwatafuta watu fulani ambao wanaweza akawa sehemu ya maisha yao. Yaani kuna namna fulani wanatafuta watu sahihi zaidi na so watu negative. So connection zao ni connection zile za watu sahihi. So wakiona ni labda watu wanaowazunguka, so watu wanaofanana nao, basi wao wanaachana nao na kutafuta watu ambao wanakuwa ni watu sahihi. Lakini maskini wenyewe wanakaa na watu fulani negative, hawatafuti watu positive, ila matajiri wanatafuta zaidi watu positive na so negative. Lakini kitu kingine ni kujenga nidhamu ya pesa. Matajiri wengi wanapenda sana kujenga nidhamu ya pesa, tofauti na maskini. Nidhamu ya pesa kwenye matumizi, kwenye kupanga malengo fulani, kwenye kufanya vitu fulani, wengi wanazingatia sana nidhamu ya pesa. Hawezi kununua kitu ambacho hajapanga kununua. Hawezi kununua kitu ambacho hakina umuhimu. Matajiri walio wengi wananunua vile vitu ambavyo wanatakiwa vinunue. So wanunue vitu kwa sababu watu wengine wamenunua. Hiyo ni tabia ya matajiri. So matajiri wengi wanazingatia sana matumizi sahihi ya pesa, lakini maskini wengi hawazingatii matumizi sahihi ya pesa. Yeye kila anachokiona anakinunua. Chochote anachokiona anakinunua, lakini matajiri walio wengi wanazingatia sana cha kununua, hawanunui kila kitu. Lakini pesa wanaokuwa nayo basi wanaiweka katika mifumo endelevu, wanaiwekeza zaidi iendelee kukua. Maskini wengi ndio hivyo wanaitumia chapu. Kitu cha mwisho ni nidhamu ya muda. Matajiri wengi wanazingatia zaidi muda. So matajiri sio watu ambao wanaweza kukaa sehemu kupoteza muda. Matajiri wengi wanazingatia sana muda. Yaani kama alipanga jambo fulani muda fulani, basi lazima litimie kwa huo muda. Lakini maskini wengi muda ambao alitakiwa afanye kitu fulani anafanya kitu kingine. So hiyo ni tabia mojawapo ya matajiri ya kuzingatia muda. So ukiwa na tabia ya kuzingatia muda, basi ujue unaelekea kuwa tajiri siku sio nyingi. So hizo ndo tabia za matajiri. Ukiwa na hizi tabia ambazo nimekuelezea hapo,
basi amini kwamba siku sio nyingi utakuwa tajiri. Lazima utabadilika, maisha yako yatakuwa tofauti. So kama isikize video mwanzo mpaka mwisho, basi usisahau kugusa hiyo alama ya subscribe, lakini usisahau kulike, usisahau kugusa hiyo alama ya kengele ili kila video nitakayokuwa na upload unakuwa mtu wa kwanza kabisa kukutana nayo. Lakini pia usisahau kulike video hii na kushare kwa watu wengine. So kila mtu anapaswa kusikiliza mafunzo ambayo nimeyafundisha hapa, na kila mtu anatakiwa kuelimika, na kila mtu anatakiwa kubadilika. So kila kitu kinawezekana ukipanga na ukiamua. Bwana Mungu awabariki na siku njema.